Wangapi mmenielewa? Nyosha mkono tuone. Haya, twende kazi. Igunga no reforms. No reforms. Igunga no reforms. Bila mabadiliko. Bila mabadiliko. Samia, usikilize wananchi. Usitume watu kuleta fujo. Wananchi wanasema wanataka mabadiliko ndio tuingie kwenye uchaguzi. Sawa sawa? OCD. Naam, mtazamaji, hivi sasa chama cha CCM kimeweza kuingiwa na uoga uchaguzi ukiendelea kukaribia. Mwaka 2025 huenda ukaweza kuandikisha historia mpya katika taifa la Tanzania. Haya yote ni kutokana na chama pinzani wafuasi wake kuanzisha maandamano ya kupinga serikali ya CCM inayo mipango ya kurejea mamlakani, ila hatua hii ya chama Chadema kinazidi kuwa tisho kubwa kwa CCM. Kipande cha video nilichoweza kukitanguliza ni hali halisi inayozidi kushuhudiwa katika mikutano ya chama Chadema, hatua ambayo inazidi kuonekana hivi sasa. Wafuasi wa Chadema wako radhi hata kufadhili baadhi ya rali za kuhasamisha wananchi wa Tanzania kupiga kura katika chama cha Chadema na sio cha CCM kama alivyoweza kutarajia Mama Samia Suluhu Hassan. Ila mtazamaji, kwanza kabisa tumeweza kugundua ya kwamba idadi kubwa ya watazamaji unaozidi kutazama video zetu katika YouTube channel hii bado hamjaweza kusubscribe. Hivyo basi tungependa muweze kufanya jambo la busara kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Iwapo utaweza kufanya hivyo, utakuwa umeweza kutusupport, na hiyo ndiyo njia pekee ambayo utaweza kutulipa. Naam, mtazamaji, amini usiamini, rali mpya za kisiasa katika chama Chadema huko Tanzania zinazidi kuwa msukosuko mkubwa kwa CCM. Je, ni kipi ambacho hivi sasa Watanzania wameweza kukifahamu? Amini usiamini, kura ambazo zimeweza kuratibiwa kufanyika mwaka 2025 huenda zikatupiliwa mbali. Haya yote ni kutokana ni endapo Mheshimiwa Tundu Lissu hataweza kuachiwa huru. Na leo hii pia ningependa ufahamu kwamba Mchungaji Gwajima ameweza kupata ushindi kwa kesi yake iliyokuwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania kutokana na yeye kukamatwa na kuhubiri na kusihi wafuasi wake katika kanisa lake ya kwamba ni vema waweze kuwa makini kwa kiongozi watakaoweza kumpigia kura katika uchaguzi wa Agosti katika uchaguzi wa mwaka 2025. Naam, mtazamaji, siku baada ya siku CCM inaonekana kutokuwa na nguvu kama ilivyokuwa hapo awali. Haya yote ni kutokana na kile ambacho chama upinzani kinazidi kufanya katika mikoa mbalimbali katika taifa la Tanzania, hatua ambayo inazidi kuchangamsha wananchi kinyume na kama ilivyokuwa mbeleni. Na hata hivi sasa, kutokana na hatua ya chama Chadema, idadi kubwa ya wakazi wa Tanzania wanazidi kutishia ya kwamba iwapo hakutakuwa na reform, basi hakuna uchaguzi wote ule wa mwaka 2025. Hatua inayozidi kuonekana ni kuwa ni pigo kubwa kwa viongozi wa chama cha CCM. Idadi kubwa ya baadhi ya viongozi walioko CCM kutokana na msukosuko huu wameweza kubadilisha misimamo yao na kujiunga na chama cha Chadema, ambapo CCM inaonekana wazi kuyumba pakubwa kisiasa katika uchaguzi huu wa mwaka 2025. Na mtazamaji, amini usiamini, iwapo kweli chama Chadema kitaweza kufanikiwa kufikisha kile kiwango ambacho wanazidi kukitarajia Watanzania waweze kuungana naye, iwapo wataweza kumuunga mkono Mheshimiwa Tundu Lissu, basi wataweza kupata ushindi wa moja kwa moja, kinyume na jinsi ambavyo Rais Mama Samia Suluhu Hassan alizidi kutarajia yeye kupata ushindi huo moja kwa moja. Mtazamaji, amini usiamini, kinyang'anyiro hiki kati ya CCM pamoja na Chadema, basi Mheshimiwa Tundu Lissu akiachiwa huru ataweza kuwa na upinzani mkali dhidi ya Mama Samia Suluhu Hassan, ambao
Hivi sasa idadi kubwa ya Tanzania wanaamini kwamba rais huyu anazidi kutumia nguvu kupita kiasi kukabiliana na wapinzani wake wa kisiasa na mipango yake kujaribu kuondoa katika kinyang'anyiro cha urais na kubakisha katika nafasi nyingine, ambapo jambo hilo chama cha Chadema kimeweza kutupilia mbali na kusii wa Tanzania ya kwamba no reform, no elections. Hatua hii inaonekana kuvutia wengi, hasa mwanaharakati mkuu katika taifa la Tanzania Mariam Sarungi, ambaye anaonekana kuendeleza na kuomba idadi kubwa ya Watanzania kumjua Mama Samia Suluhu Hassan ni kiongozi wa aina gani, na endapo ataweza kumpigia kura kwa mara nyingine ni kipi waweze kukitarajia, hatua ambayo imeweza kuzua gumzo katika mitandao ya kijamii na hata baadhi ya rali za viongozi wa CCM kutokuwa na urais wowote ule, na mbaya kabisa hata baadhi ya rali za viongozi wa CCM kukosa watu kama ilivyokuwa hapo mbeleni na kulazimika kutumia maneno makali dhidi ya upinzani wao, jambo ambalo halijakuwa likionekana na kutarajiwa kufanyika katika taifa hilo la Tanzania kutokana na utulivu wa muda mrefu, ila hivi sasa imeweza kubainika kwamba no reform, no elections. Na mtazamaji, ni kipi ambacho kimeweza kufanya haya yote yaweze kufanyika? Yote haya yaliweza kuanza katika mitandao ya kijamii na idadi kubwa ya Tanzania waliokosa imani kutokana na kitendo cha kikatili na hata maneno makali ambayo yaliweza kuzungumzwa na wabunge wa CCM ndiyo yaliyoweza kuchangia haya yote kukumba chama cha CCM hivi sasa, na hata kupoteza baadhi ya viongozi maarufu na hata baadhi ya watu maarufu katika taifa hilo la Tanzania kuweka hadharani kwamba iwapo hakutakuwa na reform basi hakuna uchaguzi wote ule. Mabadiliko ni yaweze kufanyika ndipo uchaguzi wa mwaka 2025 uweze kutimia. Na je, ni mabadiliko gani ambayo baadhi ya Tanzania wanayozidi kulilia? Iwapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan hatakuwa na mpinzani katika kinyang'anyiro cha urais, basi hakuna uchaguzi wote ule. Pia iwapo Mheshimiwa Tundu Lissu hataweza kuachiwa huru, idadi kubwa ya Watanzania hawataweza kushiriki katika kura za mwaka 2025, jambo ambalo hivi sasa linazidi kuweka msukosuko mkubwa dhidi ya Watanzania, hasa viongozi walioko katika chama cha CCM. Mtazamaji, pia kuna habari njema kutokana na mchungaji Gwajima kuachiwa huru, hatua ambayo inazidi kupea moyo viongozi pamoja na wafuasi wa chama Chadema, kwani aliweza kukamatwa kutokana naye kupendelelea upande wa Chadema na kukosoa CCM, hatua iliyoweza kuchukuliwa na maafisa wa polisi haikuweza kuwa ni hatua njema kwa mchungaji huyo, ila ameweza kushinda kesi na kutarajiwa kuendeleza alichokuwa kikifanya. Na idadi kubwa ya wafuasi wa Chadema wameweza kufurahishwa na ushindi wake. Je, mtazamaji wa mtazamo wako ni upi? Tufahamisha maoni yako kuhusiana na kura za mwaka 2025 katika taifa la Tanzania. Subscribe, like, comment na kushare. Bye bye until the next video.